Poverty is not a disgrace. Poverty should not lower our dignity. Poverty should not take or rather steal our values from us. Women are innovative. Let's use this gift given by God to create things, to innovate things, to come up with work. Voice of a Woman is back. I'm Khadija Mohamed. Zubeida Wahome, karibu sana mgeni wetu. Kwa majina naitwa Judith Asienga. Mimi ni mama watoto 6, mkaaji wa hapa Mombasa. Karibu sana Judy. Kuna clip hapa tumeangalia ya wanawake walioko Arabuni vile wale wanaopitia. Penye pefika tumeumia. Tunapotuona hapa hivyo wengine hapa ni wagonjwa. Dedeto hapa kwa operation, damu inamwagika, atapata usaidizi, akiomba usaidizi kwa hospitali anatusiwa, anafanywa kila kitu, hakuna chakula, hakuna kila kitu. Angalia watu wao bado tumefungiwa huko ndani. Yaani tukifanya chochote wanatufungia. Ndio tukitoka Kenya kuja kutafuta, lakini wapendwa kitu tunaomba tu msaada. Tumetuma hii ujumbe kuomba msaada wenu. Tafadhali tunaomba msaada wenu. Sikupenda kwa tusikuja kutesekea hapa. Tukapa hivi, hakuna mzazo, kila mmoja anajua tukapa hivi ndani. Tafadhali wa Kenya tuomba msaada na yeyote anapata hiyo ujumbe jamani. Tunaomba tukuwasaidie. Tunaomba tusaidieni please. Saudia imebadilika, si Saudia. Hiyo ofisi unaiona hii tulifikiria inakuja kutusaidia, lakini tupate usaidizi hata kidogo. Tutoke hapa tupeleke hata kuzushwa na mimi sisi akili zetu kama tuko na shida ya akili, lakini tuko na mmoja tulikosea. Najua tulitoka Kenya kutafuta hizi pesa, lakini tumestop hivi imekuwa venye imekuwa, na sisi kupenda kwetu venye tukapo wagonjwa. Wengine tumechapa kwa Waarabu, tumetusiwa, tujapata salary, tujapata anything. Please tuomba msaada wenu. Sijui umechukulia vipi hili swala, na tukiangalia kuwa wanawake wengi wanasafiri wakienda kule wanasema wanateseka, wengine wanaenda wanafanikiwa. Wewe unaweza kuzungumzia vipi hili swala? Ni kweli wamama wengi wanateseka, ama wadada wa Kenya wanateseka kule nje, na chanzo ni kwamba mtu ameenda kutafuta riziki, huwa hajui kula anaenda kuteseka ama anaenda kufanikiwa. Anapotoka huku nchini Kenya anaelekea kule, yeye hujua anaenda kutafuta, anaenda kufanikiwa. Wanapofika kule ndio unajipata kila mmoja amejipata kwa mikono mingine tofauti. Matarajio ile alikuwa nayo inaishia kule. Kuteseka huko, maana wengine tumeteseka kule, tulikuwa tumeteseka. Hiyo kilipo hapo unaona nilikuwa. Kwa hivyo mateso yako na sio ya kucheza. Watu wa Kenya wanateseka, wamama wadada wa Kenya wanateseka. Ni lazima tu jambo lifanywe, kuwe na sababu yeyote ile haraka iwezekanavyo. Wale wakina dada wa Kenya watolewe kule, warudishwe nchini. Je, Mama Judy, kama ulivyosema aspa hii clip uliona vile wao wanawake wanapoteseka na wataka msaada, na wewe ukasema ushapitia haya mambo. Unaweza kutuelezea ulipitia vipi na nini kilichokutokelezea huko, na vipi ulirudi huku, na mambo gani yani challenges zile ulizopata huko? Upande mwingine naweza sema huwa sipendi kuongelea, maana ilikuwa ni machungu. Ile uwezi kupenda kupitia story nzuri, ni ile ulipitia mambo mazuri, lakini mabaya huwa si vizuri kurudia. Lakini kwa sababu nataka kujua nitawaambia. Ilikuwa wakati mimi nikishazaa watoto wangu 6, katika maisha ya umaskini, niseme umaskini ama ufukara ndio ulifanya nikajipata niko katika ile nchi. Nilikuwa nimezaa watoto, sina mapato, mume wangu haizi kuliajibika vile. Nikawa na watoto wako high school, wameingia high school, wamefukuzwa, hakuna school fees. Na nimeshajifungua mapacha, watoto wangu wa mwisho ni mapacha. Wale watoto lisha ikawa ni shida. Ikawa kazi yangu ni kufulia watu door to door, kutafuta vibarua ya kupangia watu manyumba ndio niweze kulisha wale watoto. Kweli watoto 6 kulisha kwa pesa ya kufua tu, na mwenyewe nilikuwa ni mgonjwa, haingewezekana. Sasa ikawa siku moja nimepata kibarua ya kufanya kazi msikitini.
Usisahau mimi ni Mkristo, lakini ilifika pale shida imenipeleka nafanya kazi msikitini. Yale maji unaona watu wanatawaza wakienda kuswali, mimi ndio niwabebe nisafishe pale msikitini. Ndio pale nikapatana na mama mmoja akitoka kuswali, akaanza kuniuliza shida yangu kubwa ni nini. Nilipomuelezea ile shida napitia katika familia, ndio ilibidi aniambie kuna vile atanisaidia niweze kutoka nipate usaidizi kwa nchi nyingine ili niweze kusaidia watoto wangu. Maana hata nikikaa nikifanya ile kazi nafanya watoto hawatasoma, haiwezi kunisaidia watoto wasome wale na niweze kulipa nyumba. Ndio pale mama alijitokeza, akaja akaanza kufanya process ya mimi kuondoka kwenda nje. Huyo mama aliulizia kwangu na aliletwa, akaja akaniuliza kama naweza fanya kazi nchi nyingine ili nipate mapato watoto wangu wasome na wadogo waweze kupata lishe bora. Nilimwambia mimi nataka bora nipate pesa. Alisimamia vile nilipata passport, yeye ndiye alijua. Alikuwa anichukua nipeleka tu immigration, nikapigwa picha, nikapelekwa medical Nairobi, nikamaliziwa. Baada ya wiki mbili tayari alinipigia simu akaniambia safari yangu iko tayari ya kuondoka. Kwa hiyo process yote ya kusafiri, passport, visa, yeye ndo alisimamia kila kitu. Okay. Bila hata nuru, sikutoa chochote. And then hiyo siku alikuja akanichukua nyumbani asubuhi, ilikuwa siku ya Friday, akanipeleka hapa town, ofisi ilikuwa pale Bondeni, nikasaini ile contract letter. Nikapewa contract letter nikasaini, wakabaki na copy ingine nikapewa, na ingine wakasema kuna mama tulienda na yeye atapeana kule iende matajiri. Basi mimi safari ilianza, ndege yetu ilianza usiku huo wa Friday kutoka huko kuelekea, sikuwa najua naenda wapi, mimi najua nasafiri kwenda kufanya kazi. So nilipokuwa katika ndege ndio mmoja wa wale viongozi alitoka kule nyuma akaja akaniambia, Judy, wewe hautaenda Riyadh, wewe utashuka pale panaitwa Jeddah au pandi ndege nyingine. Mimi nikamwambia wewe ulikuwa wajua uenda Riyadh? Mimi nilikuwa najua naenda Riyadh. Kwenye ndege ndo kabadilishwa. Nikaambiwa tu wewe usiku utaenda Riyadh, utabaki Jeddah. Okay. Sababu sikuwa najua ni wapi naenda, nilikuwa tu nikukubali tu. Fika saa 9 hivi jioni ndio tulifika hiyo Jeddah, kwa tunashukishwa. Haya, ikawa ukienda another side unaona watu wamebeba mabango. Sasa wasoma pale ndio ujue mwenye amekuja kuchukua. Kusema kweli kufika tu pale niliona maisha, hali ya maisha imebadilika. Kozi wale wanaongea lugha nyingine, wewe unaongea lugha nyingine. Mwenye amekuja kuchukua humjui, hajui Kizungu, hajui lugha ile unaweza jieleza. Jina ndio nilisoma tu sababu imeandikwa vile liko. Alikuja akanishika mkono, kanipeleka huko ndani, kapelekwa kwa room moja pale. Kaambia nifunike macho moja, nyingine nifunika nyingine, atu wananiangalia kama kuna uhalifu nimefanya huko. Ile ni kamera pale airport. After that nikatolewa nje. Kuna mama nilipokezwa, sikumuona maana alikuwa amejitanda kila pahali. Akanipeleka chooni, nikapewa hizo vitu za kujitanda, mabuibui, kila kitu, nikavalishwa soksi, magloves mpaka ninja. Sasa wakanishika mkono wakanipeleka tena hospitali kule. Before nipelekwe pale pa kufanya kazi. Kufika kule nikaambiwa test kila kitu, hakikisha niko sawa. Haya, maliza zile testi nikachukuliwa, magari nikaona magari iko hapo nje nyingi tu, sikujua ni mimi ndio napelekwa ama nini. Niliona tu magari na alarm. Kaekwa kagari ya 3 kutoka mbele, nikakalishwa na mama mmoja na mzee mmoja pale. Hatuisha ni watu wa serikali kwenda kufanya kazi. Ni kama vile unaona msafara wa mtu wa serikali hapa Kenya. Sasa hatu kuongea maana wale kuna vile tunaelewana. Mimi sijui Kiarabu na sijui wale ni vile hawalitaki kuniongelesha maana kuna mtu aliniuliza jambo lolote. Tukaenda kufika tuseme ile masaa 2 usiku ndio nikafikishwa pale kwa Goma. Naona tu mabendera tofauti, watu ni wengi, maskari, masaluti kule. So kuingizwa Goma ni kubwa. Goma ilikuwa ni kubwa maana kitambo nifike nione hiyo mwenye naenda kufanyia kazi, nilitembea sana ndio nikamfikia. Chini ilikuwa nikiingia gate unatembea sana, alafu unaanza ile red carpet. Unaenda uko ndani ya nyumba unatembea, lakini red carpet ikaanza stairs. Mama Judy kidogo. Naweza kukatizisha kidogo. Labda turudi nyuma. Wale watoto waliwaachia nani huko nyuma? Dadangu. Kwanza nimekuambia nilikuwa sina. Wale watoto wangu niliacha kwa mikono ya majirani. Majirani pale nilikuwa nakaa ni pale Vikwatani. Siku moja kwa nafasi unitafute nitakupeleka, nitakuambia.
Nilipopata ile, maana hakuna pesa ningepatia, ningeandika msichana wa kazi. Tayari watoto wangu wamefukuza shule, wako pale, hawa wadogo wanataka kukula na hakuna pesa. Nikamwambia kuna ndugu mmoja alikuwa na kliniki. Nilifanya tu kumwambia ndugu, ukiona watoto wangu wakiwa na malaria ama ni wagonjwa, watibu tu. Wachukue kama watoto wako ama ndugu zako. Nikaenda kwa mtu wa duka pale. Nikamwambia watoto wangu wakija kwako wape maziwa, ninaenda kutafuta. Wape chochote wanataka, nitakuja kukulipa. Kulikuwa na mama hapo mbele alikuwa na hoteli hivi, anapiga chapati, maharagwe nini. Nikaenda nikamwambia na msichana anaitwa Tina. Nikamwambia mama Tina, kabla hujaosha sufuria ufunge kazi. Wewe unaenda kuangalia uko kwangu kama watu wangu wamekula. Ile mabaki wewe unawapatia, usiwahi mwaga chakula ama kwa nini, na kumbe watoto wangu wako na njaa. Kila mtu alilia, na ukienda pale watakwambia. Yaani kila jirani ulipata taski yake. Kuna mama nyanya alikuwa yeye anachonga watoto, unamlipa shilingi 100 jioni. Ukija ukitoka shughuli zako wampa 100, unachukua unatoa mtoto wako. Nikamwambia bibi, sina pesa ya kukupa, lakini hawa watoto wangu mapacha, ukiona hata kama wamekaa sana hawajabadilishwa hizi mabinda, maana hata hiyo pampers mimi sikuwa naijua. Kaambia msichana wangu yule aje achukue leso akupatie, ufanye nini, wabadilishe. Nikienda nitawapigia simu. Kwa hivyo watoto uliacha kwa niliwacha tu kwa majirani tu hivyo. Okay. Pole sana dadangu Judy kwa yale yote uliyopitia. Twajua tumekwangura kidonda ambacho kilikuwa kimeanza kupona. Lakini si kwa manufaa yetu. Tunataka tumsaidie na mwingine yule ambaye yuaenda kule. Afaa kufuata sheria gani ama afuate steps gani ambazo anatakiwa kufuata. Kwanza hapa kuna nikikunukuu vile ulikuwa unasema. Ulisema ulipopanda ndege ulikuwa unajua unaenda Riyadh. Lakini safari ilipofika katikati ukabadilisha ukaambiwa unaenda Jeddah. Kwa hivyo hiyo ina maana ukitoka hapo ulikuwa hujaambiwa waenda wapi, ama wewe mwenyewe ulipoona ile safari mbadilisho haiku kuaffect, yani ukasema ukajiuliza maswali pengine mbona hivi. Dadangu, acha nikwambie. Kwanza nitarudi kidogo nikwambie kitu yenye hujajua. Ukiangalia wamama wengi, dada wengi, kila dada na wamama wengi wanachukuliwa kupelekwa nje. Ni wale wamama hawajakamilika kiufahamu vizuri, nikimaanisha elimu hawana vizuri. Wengine maisha yao, maana wao wamepima yule mtu maisha yake iko duni sana, mazingira yake wako poa, yani yule mtu hawezi fikiria kitu ya haraka ya kujisaidia. Maana sasa kama pale mimi nikitoka huko kujue akili yangu mimi naenda kufanya kazi, nipate pesa nilee watoto wangu. Kabisa. Ndio ilikuwa lengo langu. Napelekwa Jeddah ama Riyadh ama Dammam, nilikuwa sijui. Even that time, hiyo wakati nafika pale kwa ndege wakiniambia wewe unaenda Jeddah uendi ni Riyadh, ndio nikagutuka nikajua kumbe hata nilikuwa naenda kwingine. Mimi nilikuwa sina habari naenda wapi. Maana ile kwanza ile pale pa kusaini, mtu mjinga kama mimi that time ilikuwa na saini pale kama nitaweza pata chakula, kama nitaweza kwenda hospitali, kama nitapata maji na nitaweza kulala. Hiyo ndio nilikuwa nasoma. Lakini pale nitaenda kufanya kazi sipajui. Sijui, mimi naenda kufanya kazi.